Ripoti mbalimbali zinazotoka katika maeneo mbalimbali, bara la Amerika, bara la Ulaya, bara la Asia, bara la Afrika, Mashariki ya Kati pamoja na maeneo mengine. Kwa kuanzia, tunaanzia pale katika bara la Ulaya na hususan Ulaya ya Magharibi, ambapo tunakutana na ripoti inayozungumza kwamba NATO yasema yenyewe sio sehemu ya mazungumzo ya amani nchini Ukraine. Muungano unaoongozwa na Marekani umesema hautatuma walinda amani nchini Ukraine. Maneno haya yamezungumzwa na katibu wa NATO anayefahamika kama Mark Rutte. Anasema NATO haishirikishwi katika mazungumzo ya upatanishi ya Marekani ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Ameongeza kuwa kwa kuzingatia ombi la Kiev la kujiunga na jumuiya hiyo, haijawahi kuwa sehemu ya mpango wa amani unaowezekana. Katika mahojiano na vyombo vya habari, Rutte aliulizwa kama NATO ina mstari wowote mwekundu katika mazungumzo ya kumaliza mzozo na Ukraine. Anasema hatuna mstari wowote mwekundu kwa sababu sisi sio sehemu ya jambo hilo. Sisi si sehemu kama NATO ya mazungumzo hayo. Kwa kweli yanaendeshwa na Marekani pamoja na Ukraine na Warusi. Ninayo furaha kwamba Marekani imevunja mkwamo, kwamba mazungumzo haya sasa yanaendelea. Rutte aliondoa NATO yenyewe kutuma askari wa kulinda amani nchini Ukraine, akisema pengine halitakuwa jambo zuri, hilo halina uwezekano mkubwa, akiongeza kwamba nchi wanachama wa NATO zinaweza kupeleka wanajeshi wao wenyewe. Anasema hiyo daima inamaanisha kuwa ina athari katika eneo la NATO, inaweza kuwa na athari katika ulinzi wa eneo la NATO pia kwenda mbele. Wanachama kadhaa wa jumuiya ya NATO zikiwemo Ufaransa, Uingereza na Ujerumani wamekiuka mapendekezo ya kupeleka askari wa kulinda amani baada ya kufikiwa kwa usitishaji wa mapigano. Rutte amesisitiza kuwa nia ya Ukraine kujiunga na umoja huo haijafungamana na mazungumzo yanayoendelea. Anasema haijawahi kuahidiwa kwa Ukraine kwamba wanachama wa NATO utakuwa sehemu ya makubaliano ya amani au usitishaji wa mapigano. Haya ni mambo mawili tofauti, mkataba wa amani na matarajio ya muda mrefu. Rais wa Marekani Donald Trump alikaririwa wiki hii akisema kwamba Ukraine haitakuwa mwanachama wa NATO, na Urusi imetaja upanuzi wa kuelekea mashariki wa NATO kama moja ya sababu kuu za mzozo huo na kuitaka Ukraine iachane na mipango yake ya kujiunga na muungano huo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amekataa kutumwa kwa wanajeshi kutoka kwa wanachama wa NATO nchini Ukraine kwa hali yoyote, akisema ni jambo ambalo halikubaliki. Hiki ndicho ambacho kinaendelea katika huo muungano wa NATO, ambao wao mara ya kwanza walisema watahakikisha wanaisapoti Ukraine kwa hali na mali ili kuhakikisha inajilinda dhidi ya Urusi, jambo ambalo hivi sasa tunaona wanasema tena wao si sehemu tena ya kupeleka wanajeshi wa NATO kwenda kulinda mipaka ya Ukraine na kuilinda Ukraine, na badala yake wanasema Ukraine inatakiwa izungumze uzuri na mataifa kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na mengine waone namna gani ya kuisaidia. Tukiwa bado hapo Ulaya ya Magharibi, na sasa tunaiunganisha Ulaya ya Magharibi pamoja na bara la Asia, ambapo tunakutana na huko China. Heri ya jana, China imetoa ushauri wa kisasi kwa 34% juu ya ushuru wao ambao umevunja rekodi. Ushuru wa kisichokuwa na fedha, ruzuku haramu kwa makampuni na udanganyifu mkubwa wa fedha za kigeni kwa muda mrefu, licha ya onyo langu kwamba nchi yoyote itakayojibu dhidi ya Marekani kwa kujitoa ushuru wa ziada juu ya ule wa muda mrefu wa matumizi mabaya ya ushuru kwa taifa letu itakutana mara moja na ushuru mpya wa juu zaidi juu ya wale wa awali. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social baada ya China kutangaza kwamba nao wamepandisha ushuru wa 34% kwa bidhaa zozote zinazotoka Marekani kwenda China na zile zinazotoka China kwenda Marekani. Sasa baada ya tamko hilo, tunaona Marekani imesema inakwenda kupandisha ushuru maradufu kule nchini China. Hivyo basi Marekani imesema ikiwa China haitavua uongezeko lake la 34% juu ya matumizi yao ya muda mrefu ya biashara ifikapo Aprili 8, 2025, Marekani itatoa ushuru zaidi kwa China kwa 50% kuanzia Aprili 9. Donald Trump anasema aidha mazungumzo yoyote ya China na Marekani kuhusu mikutano yao walioomba na sisi itakomeshwa. Mazungumzo na nchi nyingine ambazo pia zimeomba mikutano yataanza mara moja. Asante kwa kuchukua muda wako na kusikiliza jambo hili. Hii
ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye ametangaza kupandisha ushuru kwa asilimia nyingine 50, ambapo hii inafanya ushuru wa bidhaa zinazotoka China kwenda Marekani kufikia ushuru wa asilimia 104 mara baada ya China kugomea kabisa kupunguza ushuru ambao ulipendekezwa na ambao ulitangazwa kama kujibu ushuru ambao ulitangazwa na Marekani. Sasa Marekani rasmi imetangaza ushuru wa ongezeko la asilimia 50 nyingine baada ya tangazo hilo la bwana Donald Trump ambalo amelitoa tarehe 7 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, na ushuru huo mpya sasa unaanza kutumika rasmi tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa baada ya ushuru huo kupandishwa, baada ya bwana Donald Trump wiki kama moja iliyopita kutangaza ongezeko la ushuru katika maeneo mbalimbali duniani, Rais Donald Trump amesema maneno haya: bei za mafuta zimepungua, viwango vya riba vimepungua, benki kuu inapaswa kupunguza viwango vya riba, bei za chakula zimepungua, hakuna mabadiliko ya bei kwa maana ya inflation, pamoja na Marekani ambayo imekuwa ikitumiwa vibaya kwa muda mrefu inapata mabilioni ya dola kila wiki kutokana na ushuru wa nchi zinazotumia vibaya ambazo tayari zipo. Hii ni licha ya ukweli kwamba mkatili mkubwa zaidi kati yao, China, ambayo masoko yake yameendelea kushuka, imetunisha ushuru wake kwa asilimia 34 juu ya ushuru wake wa muda mrefu wa kiwango cha juu kisichokuwa cha kawaida zaidi, bila kutambua onyo langu kwa nchi zinazotumia vibaya kutorejesha kisasi. Wamejipatia vya kutosha kwa miongo kadhaa kwa kuchukua faida ya Marekani nzuri. Viongozi wetu wa zamani wanahusika kwa kuruhusu hili na mambo mengine mengi kutokea kwa nchi yetu. Ifanye Marekani ikue tena, ifanye Marekani iwe kubwa tena. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump mara baada ya kupandisha huo ushuru. Amesema taifa lake lime-experience kwa kiasi kikubwa sana ongezeko la maisha mazuri kwa raia wa Marekani. Bei za mafuta zimeshuka, lakini pia mfumuko wa bei kwa taifa umeshuka, bila kusahau kwamba taifa hilo kwa hivi sasa raia wake wameongezewa ajira pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo kauli ya bwana Donald Trump inaonyesha kwamba anaelezea kwamba vile vikwazo ambavyo ameviweka au ule ushuru ambao umepandisha katika mataifa mbalimbali duniani umefanya kazi pakubwa sana, jambo ambalo sasa anasema anakwenda kupambana na China moja kwa moja. Kwa hiyo sasa hivi kuna bato kali sana kati ya China pamoja na Marekani, na niwaeleze tu jambo dogo sana, ni kwamba China imeteka soko la dunia katika nyanja mbalimbali. China wao wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kutengeneza bidhaa ambazo zimesambaa katika maeneo mbalimbali duniani. Yaani China ina soko Marekani, ina soko Afrika, ina soko Urusi, ina soko yani kila pembe ya dunia. Lakini kama itoshi, China kwa wingi wao wenyewe kwa wenyewe, soko lao wanaweza wakalitengeneza na wakafanya mambo mengi kupitia soko lao, kwa maana ya ule utajiri wa watu waliokuwa nao. Wana watu zaidi ya bilioni 1. Kwa hiyo wana soko tu, lile soko la ndani ni kubwa zaidi pengine kuliko ambavyo Marekani anafanya, na ndio maana China ndo limekuwa taifa pekee ambalo limejibu vikwazo ambavyo vimetangazwa na Marekani kuliko taifa jingine lolote lile ambalo limewekewa vikwazo na Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.